Za wakati mtazamaji wa Channel 10 Plus, ni kukaribisha katika habari ya kutwa nzima ya leo. Leo ikiwa ni Jumatano ya Mei 27 mwaka ni 2026. Msomaji wako ni mimi Eden Bahati. Karibu tuanze na habari za kitaifa. Waumini wa dini ya Kiislamu nchini wameungana na Waislamu wengine duniani kusherehekea sikukuu ya Eid al-Adha, huku zaidi ya mahujaji milioni 1.5 wakikusanyika katika uwanja wa Arafa nchini Saudi Arabia kwa kilele cha ibada ya hija. Sherehe hiyo kubwa ya Kiislamu inajulikana pia kama sikukuu ya kuchinja, huhudhuriwa kama kumbukumbu ya utiifu na kujitolea kwa Nabii Ibrahim kumtoa kafara mwanae Isaka kwa amri ya Mwenyezi Mungu, ambapo Waislamu huadhimisha siku hii kwa kuchinja wanyama na kushirikiana chakula na wahitaji kama ishara ya upendo, mshikamano na kumcha Mungu. Kuanzia alfajiri, maelfu ya mahujaji waliovalia mavazi meupe walionekana wakijaza mlima Arafa na maeneo ya jirani wakisoma Qur'an, kufanya dua na kumwomba Mwenyezi Mungu rehema, baraka na msamaha wa dhambi. Licha ya joto kali na hali ya taharuki kutokana na migogoro ya kivita katika eneo la Mashariki ya Kati, ibada hiyo imeendelea kwa utulivu, huku mamlaka za Saudi Arabia zikielekeza kuwa idadi ya mahujaji wa mwaka huu imeongezeka ikilinganishwa na mwaka uliopita. Mufti Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali amewataka Waislamu pamoja na Watanzania wote kuendelea kudumisha amani, upendo na mshikamano ili kulinda nchi dhidi ya vitendo vinavyoweza kuvuruga utulivu wa taifa. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Ujumbe huo umetolewa kwa niaba ya Mufti Mkuu na msemaji wake maalum Dr. Harith Othmani wakati wa swala ya Eid al-Adha iliyofanyika katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma, ambapo amesema Tanzania ni taifa la pekee kwa wananchi wake, hivyo hakuna sababu ya kuruhusu tofauti za kisiasa, kidini au kijamii kuwa chanzo cha migogoro. Amesisitiza kuwa amani iliyopo nchini imejengwa kwa misingi ya umoja, uvumilivu na kuheshimiana kwa muda mrefu, na kwamba kila Mtanzania anao wajibu wa kuilinda kwa nguvu zote, kwa kuwa hakuna taifa jingine ambalo wananchi wanaweza kukimbilia endapo nchi itavurugika. Watanzania wakumbuka, hawawezi kuenda kuomba msaada wa taifa kwamba hili tumeliharibu, sasa tupeni lile pale. Hakuna utaratibu huu, na kwa hiyo hii taifa ni kitu kinatakiwa kiangaliwe kwa maana pana, na kwamba ametaka kila Muislamu ajikumbushe kupitia Idi hii kufuata sheria, sio sheria tu zile zilizo kwenye Qur'ani na Sunna, wala sheria zile ambazo kwa kawaida Muislamu anakumbuka. Hata sheria ya barabarani amependa Mheshimiwa Mufti Muislamu ajue kwamba kukiuka sheria ya barabarani ni kusababisha kifo, na hiyo ni dhambi kama sawa na kukata kichwa cha mtu. Kwa upande wake, mtoa hotuba kwenye swala ya Eid al-Adha, Sheikh Mbwana Haji, amewakumbusha waumini umuhimu wa kuendelea kudumisha umoja na mshikamano pamoja na kuishi kwa misingi ya upendo na kusaidiana. Kama hawasikizani, kama hawana itihadi, kama hawana umoja ndani ya nyumba, hawawezi kutengeneza familia iliyokuwa nzuri. Lakini wakiwa na umoja baba na mama katika nyumba, watasababisha kwanza kupatikana alhadara, maendeleo katika nyumba ile, na baada ya maendeleo nyumba ile itakuwa na amani, na baada ya amani nyumba ile itakuwa ina upendo, na nyumba ile itakuwa inasikizana. Kwa waumini wa dini ya Kiislamu walioshiriki swala hiyo, wamesisitiza jamii kuendelea kudumisha amani, umoja na kusaidiana, na hasa kwa vijana kwa kuhakikisha wanakuwa na maadili mema. Pande nyingine ya amani hiyo ndio inaleta uchafuzi katika nchi yetu. Kwa hivyo sisi tunataka kuwa na umoja nzuri, tupendane, tushirikiane, tuelewane. Lakini kwa vijana bado tunatakiwa tuwahimize, manake sio tu kusoma Qur'ani vizuri, na nyumbani katika familia, katika upande wa vijana wale ambao wameshaoa tayari, wawe katika uadilifu na wake zao na familia zao, wapende wazazi wao. Kwa hiyo vijana tuwahimize katika maadili mema, maadili ambayo ndio makuzi. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Amani Mbando kwa taarifa hiyo. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kukabiliana na athari za kiuchumi zilizosababishwa na mgogoro wa vita vya Mashariki ya Kati, hususan kupanda kwa bei ya nishati ya mafuta. Rais Daktari Mwinyi amesema hayo leo tarehe 27 Mei 2026
alipohutubia baraza la Idi lililofanyika katika uwanja wa kufurahishia watoto Tibirinzi Chake Chake mkoa wa Kusini Pemba. Aidha, Rais Dr. Mwinyi ameomba wananchi kuendelea kuiunga mkono serikali katika juhudi zake za kukabiliana na hali hiyo, pamoja na kuhimiza kuombewa amani na maridhiano duniani kwa ajili ya ustawi wa watu wote. Na wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutujalia neema hii ya amani nchini, kwani sote tunafahamu yale yanayoendelea katika nchi za Mashariki ya Kati ambako wanaadhimisha sikukuu hii katika mazingira magumu ya kukosa utulivu. Hali hiyo sio tu inawaathiri wao, lakini athari zake zimeikumba dunia nzima, ikiwemo nchi yetu ya Tanzania. Serikali zetu zote mbili, ile ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, tumekuwa tukichukua hatua mbalimbali katika kukabiliana na athari za vita, hususan kupanda kwa bei ya nishati ya mafuta ambako kunaleta madhara makubwa ya kiuchumi na kusababisha ugumu wa maisha kwa wananchi wetu. Tutaendelea kuchukua hatua mbalimbali katika kuhakikisha nchi yetu inapunguza madhara yanayotokana na athari za mgogoro wa vita hivyo. Aidha, nawaomba wananchi waendelee kuwa na uvumilivu wakati serikali inaendelea kukabiliana na hali hiyo. Turejee jijini Dodoma ambapo tunaelezwa kuwa waumini hasa wa dini ya Kiislamu wameanza kuishi tunu na mafundisho ya dini hasa wanaposherehekea sikukuu ya Eid al-Adha, ikiwemo kuwa watiifu na wasikivu kwa Mwenyezi Mungu na mamlaka ili kuendelea kudumisha amani na mshikamano katika jamii na taifa. Leonard Mwacha kutoka Dodoma ameandaa taarifa ifuatayo. Ni katika swala ya Idi iliyofanyika katika msikiti wa Gaddafi mkoani Dodoma. Hotuba iliyotolewa na Sheikh wa mkoa wa Dodoma Alhaji Daktari Mustafa Rajabu imebeba ujumbe na mafundisho ya dini ikiwemo utii na usikivu. Sheikh huyo ameongeza kuwa kutokutii mamlaka kuanzia ngazi ya familia huzalisha migogoro na hata machafuko. Ni vyema na ni rahisi sana tukaendelea kudumisha amani katika jamii zetu, katika familia zetu, katika taifa letu, na umwagaji wa damu unakuja pale taifa linapokosa utii na usikivu kwa viongozi. Inakuja pale ambapo familia inapokosa usikivu na utii. Hata hivyo, vijana walioshiriki ibada ya Eid katika msikiti huo wamesema ujumbe haswa kutii viongozi ni muhimu, wakieleza kwamba ndiyo matakwa ya imani yao. Kwa hiyo kitendo hichi kinatufunza sisi vijana na wazazi wetu kwamba vijana tuweze kuwa watiifu kwa wazazi, lakini pia hata wazazi ama wazee kuweza kuwa watiifu kwa zile amri ambazo tumeamrishwa na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Tunatakiwa tuanze kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, then anafuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then wanafuata ulil amri minkum, wenye mamlaka. Nikisema wenye mamlaka na maanisha viongozi wetu kwa ujumla. Eid al-Adha ni ibada inayotokana na hija ambayo ni nguzo ya 5 ya Uislamu na huambatana na ibada ya kuchinja wanyama halali kwa wale wenye uwezo, ikiwa ni kumbukumbu ya utiifu wa Nabii Ibrahim kwa Mwenyezi Mungu. Leonard Mwacha, Channel 10. Jijini Dar es Salaam, waumini wa dini ya Kiislamu wamesherehekea sikukuu hii kwa amani na utulivu, huku akisema wanamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwapa nafasi ya kuiona sikukuu hii ya Eid al-Hajj. Ifuatayo ni taarifa kamili. Tunamshukuru Mungu, Eid tumeiona, tunaisherehekea kwa amani, kama hivi tunapika. Tunamshukuru Allah kwa kweli. Hapa unaandaa nini? Naandaa vitunguu, nataka nipike mchuzi wa biriani. Eid al-Hajj kwa kweli tunazungumzia vizuri, mdadi tumeamka salama, tunamshukuru Mungu kama hivi umetukuta tuko kwenye heka za mapishi. Inshallah, alhamdulillah rabbil alamin. Baadhi yao wanasema siku hii wanaitumia kufurahi pamoja, huku wakikumbushana mambo mbalimbali ikiwemo muhimu wa siku hii na kuwalinda watoto wao pindi wanapoenda kutembea, na wengine wakitumia fursa hiyo kujipatia kipato kwa kupika chakula na kuuza. Aliambiwa mchinje mwanawe Ismaili, lakini Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake na kwa miujiza yake yeye alimchukua kondoo badala ya kuchinjwa Ismaili,
ikabidi achinje kwa nguzo. Ndio maana sisi Waislamu sikukuu hii tunachinja kwa hiyo tutokeo ambao ilitokea kwa Nabii Allah Ibrahim kuhusu mwanawe Ismaili bwana. Kupitia sikukuu hii wanapata muda wa kufurahi, kujumuika na familia, kusherehekea. Pale wanapotoka mtaani inabidi wawe na uangalizi wa wazazi, ndio yani kujua mtoto ameenda sehemu fulani na na wazingatie muda wa kurudi pia. Yaani hapo unaweka oda yako, kama unataka biriani kilo 10, kama kilo 100, kilo 200, tunapatana, unatoa hela, tunakupikia chakula chako, unakuja unachukua. Mtazamaji wa Channel 10, kama ambavyo unaona heka za mapishi zinaendelea, nimewakuta hawa kina mama waliopo mtaa wa Tukuyu na Manyoni, Ilala, jijini Dar es Salaam, wakiendelea na mapishi kwa ajili ya sikukuu hii ya Eid al-Hajj. Nikiripoti kutoka mtaa wa Tukuyu na Manyoni, jijini Dar es Salaam, Beatrice Eric, Channel 10. Asante Beatrice Eric kwa taarifa hiyo. Waislamu jijini Tanga wameswali sala ya Eid al-Hajj katika msikiti mkuu wa Ijumaa, huku wakisisitiza umoja na mshikamano sambamba na kuombea dua viongozi ili waweze kuiongoza nchi kwa amani. Taarifa zaidi na Raya Kipingu. Baada ya kumalizika kwa swala ya Eid al-Hajj, Shehe wa mkoa wa Tanga Juma Luuchu akawahusia waumini wa dini ya Kiislamu na Watanzania kwa ujumla juu ya kuendeleza ibada na kulinda amani ya nchi. Toa maelekezo kwamba tuendeleze mambo mema ambayo kwamba tumeamrishwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuyafanye, kuendeleza mambo ya ibada na kuendeleza yaliyokuwa mazuri. Siku ya Eid yatakiwa watu wale vizuri, wanywe vitu vizuri, lakini wahakikisha kwamba wanafanya hayo yote wakiwa katika hali ya amani. Naye mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani amesema ni muhimu kutoa sadaka kwa kuwajali wenye mahitaji mbalimbali. Wasaidie majirani zetu, lakini na watu ambao wako katika hali ngumu, ili basi sadaka hii kila mmoja aweze akaisherekea na kuendelea kumwomba Mwenyezi Mungu na kumshukuru kwa jinsi ambavyo ameendelea kutunemesha, bila kusahau kuwaombea viongozi wetu, Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan na viongozi wote wanaomsaidia, ili basi Mwenyezi Mungu aweze kuendelea kumpa afya njema, umri mrefu, na aendelee kuiongoza nchi yetu kwa amani na utulivu na maendeleo na kuleta tabasamu mioyoni mwa Watanzania na Wanatanga. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2026 Wazo Mwangonda ameshindwa kuweka jiwe la msingi kwenye mradi wa ujenzi wa bweni la wasichana katika shule ya sekondari Ilongo iliyopo kata ya Ikweha, halmashauri ya wilaya ya Mufindi, baada ya kubaini uwepo wa upungufu katika ujenzi huo. Hivyo ameiagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini TAKUKURU mkoa wa Iringa kufanya uchunguzi na kuchukua hatua stahiki. Ametoa maagizo hayo wakati akifanya ukaguzi wa mradi huo katika siku ya kwanza mbio za mwenge wa uhuru mkoani Iringa. Taarifa zaidi na Clement Sanga. Kwa hiyo mwenge wa uhuru hauwezi kuweka jiwe la msingi. Unaweza kusema ni safari iliyoanza kwa mguu wa kushoto, kwani ni siku ya kwanza tu ya mbio za mwenge wa uhuru mkoani Iringa. Dosari zimekushaanza kujitokeza kwenye baadhi ya miradi inayotekelezwa wilayani Mufindi, na miongoni mwa miradi iliyobainika kuwa na mapungufu ni pamoja na ujenzi wa bweni la wasichana katika shule ya sekondari ya Ilongo, ambapo kasoro kadhaa zimeibuliwa wakati wa ukaguzi wa mradi huo. Kwa mwenge wa uhuru tunatoa maelekezo kwa TAKUKURU kufanya kazi ya ufuatiliaji wa jengo hili toka limeanza kujengwa, lilipaswa lijengwe vipi na limekamilika. Hapo lilipokamilika ni vitu gani vimepungua, tupate hiyo taarifa kwa haraka. Akipokea mwenge wa uhuru kwa mwaka wa 2026 kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Iringa tayari kuanza kukimbizwa wilayani Mufindi, mkuu wa wilaya hiyo Daktari Linda Salekwa amesema halmashauri ya Mufindi na Mafinga mji miradi ipatayo 15 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 21 itapitiwa na mwenge huo. Mwenge wa uhuru katika wilaya ya Mufindi utakimbizwa katika halmashauri mbili, halmashauri ya mji Mafinga na halmashauri ya wilaya ya Mufindi, jumla kilomita 133, ambapo tutaweka jiwe la msingi. Kutoka wilaya ya Mufindi mkoani Iringa, Clement Sanga, Channel 10.
Nchi 11 za Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi zimetajwa kuwa kwenye hatari ya kupata mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, huku visa vya maambukizi vikiongezeka karibu na mipaka ya mataifa hayo. Shirika la Afya Duniani WHO pamoja na Kituo cha Afrika cha kukinga na kudhibiti magonjwa Africa Center for Disease Control and Prevention vimetahadharisha kuhusu kasi kubwa ya kuenea kwa ugonjwa huo barani Afrika, ambapo tayari ugonjwa huo usio na tiba umeshaua watu 220. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, watu 20 wamefariki ndani ya saa 24 zilizopita, huku zaidi ya watu 900 wakishukiwa kuambukizwa katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Kongo. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Jean Kaseya amesema hali ya sasa ni ya kutisha na inahitaji mshikamano wa haraka wa kimataifa ili kudhibiti mlipuko huo kabla haujasambaa zaidi. Aidha, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema timu za afya zinaendelea kukimbiza mlipuko huo kutokana na kuchelewa kugundua visa vya awali vya ugonjwa huo. Wakulima wa zao la mpunga katika kijiji cha Maliwanda wilayani Bunda mkoani Mara wameomba serikali kuweka fensi ya umeme katika skimu ya umwagiliaji iliyopo katika kijiji hicho ili kusaidia kuondokana na wanyama waharibifu ikiwemo tembo wanaovamia na kuharibu mazao yao katika kipindi hiki cha mavuno. Musa Makali ametuandalia taarifa ifuatayo. Wakati serikali ikipambana kuongeza uzalishaji wa zao la mpunga kufikia tani milioni 6 ifikapo mwaka 2030, wakulima wa zao hili la mpunga hapo wilayani Bunda mkoani Mara kilio chao ni wanyama waharibifu aina ya tembo ambao wamekuwa kivamia mara kwa mara katika kipindi hiki cha mavuno, huku wakiomba serikali kuangalia namna ya kuboresha skimu ya umwagiliaji Maliwanda. Wakati mwingine wale tembo wanaingia, kwa hiyo sisi tunahitaji tupate suluhisho la kudumu, na suluhisho la kudumu peke yake ni kutuwekea fensi ya shoti ya umeme. Basi bwawa lifukuliwe, litengenezwe, lakini pia kingine tunachokiomba kwenye hawa wanyama, suluhisho watuwekee fensi. Watusikie either kwa kuweka fensi au kwa kuimarisha ulinzi kupitia maafisa uhifadhi. Taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI wanakuja na kilimo shadidi ili kumsaidia mkulima kupata mavuno mengi katika eneo lenye maji kidogo na mbegu kidogo. Kwa hiyo tukafikiria kwamba ni njia ipi inaweza kuleta tija, ni kwa kutumia eneo dogo tukapata mavuno mengi, na vile vile kwamba tutumie maji kidogo lakini wakulima waweze kupata tija. Kwa hiyo ndio maana tukaja na mradi. Kufuatia kilio hiki cha wakulima kuhusiana na tembo pamoja na uboreshaji wa skimu hii, maelekezo kwa mamlaka zinazohusika yakatolewa na mkuu wa wilaya ya Bunda. Bwawa hilo likarabatiwe na ikiwezekana liongezewe ukubwa ili kukidhi mahitaji ya umwagiliaji wa ekari 1140. TANAPA pamoja na TAWA washirikiane katika kuhakikisha tembo na wanyama waharibifu wa mazao ya wakulima hawaingii mashambani. Taarifa ikitolewa, chombo chochote cha serikali kitumike kwa ajili ya kuja kufukuza wanyama waharibifu. Aidha, taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI imesema kilimo shadidi ni mkombozi wa changamoto za wakulima. Lengo ni kumsaidia mkulima kuhakikisha anafurahia huduma ya kilimo hiki cha mpunga. Kutoka hapa wilayani Bunda mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Raia wa Ghana wameanza kuondoka nchini Afrika Kusini kufuatia kuongezeka kwa maandamano dhidi ya wahamiaji haramu yanayoendelea katika maeneo mbalimbali nchini humo. Kundi la kwanza la raia 300 limeanza safari ya kurejea nyumbani alfajiri ya leo Mei 27, 2026 kupitia uwanja wa ndege wa OR Tambo mjini Johannesburg, huku serikali ya Ghana ikisema jumla ya watu 800 wamejiandikisha kurejea kwa hiari. Kamishna mkuu wa Ghana nchini Afrika Kusini Benjamin Kwishe amesema serikali yao imeamua kuwasaidia raia hao kurejea salama pamoja na kuwawezesha kuanza upya shughuli za kiuchumi watakapowasili nchini Ghana. Wakati huo huo, serikali ya Afrika ya Kusini imekemea vitendo vya uhalifu dhidi ya wageni, lakini ikasisitiza kuwa changamoto ya uhamiaji haramu inahitaji ufumbuzi wa haraka zaidi. Ripoti mbalimbali zinaeleza kuwa maandamano hayo yanaongozwa na kundi linalojiita March and March ambalo limetangaza kuwa wahamiaji haramu wanapaswa kuondoka nchini humo kabla ya Juni 30, 2026. Wafanyabiashara wametakiwa kujisajili majina yao ya biashara au kampuni zao kwa wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA ili kuepukana na mgogoro wa kibiashara unaotokana na majina hayo ambayo hayajasajiliwa kuibiwa na
kusajiliwa na watu wengine. Taarifa zaidi na Epimacus Apolinari. Rai hiyo imetolewa na afisa leseni mwandamizi kutoka Blela Koyan Abubakari katika maonyesho ya biashara ya Mbeya Expo. Kwa mfano, kuna mteja amekuja leo ana changamoto, ameanza kutumia jina kwa muda mrefu, jina lake la biashara, lakini alipofika kwetu anakuta jina limeshasajiliwa na mtu mwingine. Kwa hiyo ameingia kwenye mgogoro, manake huyo mwenye jina akifika inaweza kumletea changamoto ya kupelekwa mahakamani na kulipa fidia kubwa. Wakati huo shirika la viwango Tanzania TBS kupitia kaimu meneja wa shirika hilo kanda ya Nyanda za Juu Kusini Rodney Alananga limewataka wananchi kutoa taarifa ya uwepo wa viwanda bubu katika maeneo yao ili viweze kudhibitiwa kabla ya kuleta madhara kwa watumiaji, huku baadhi ya wajasiriamali wakaeleza umuhimu wa shirika hilo. Ndugu zangu ambao wanafanya biashara au wanaanzisha viwanda bubu kwenye soko letu la Tanzania, wengine wamefungua viwanda kwenye nyumba zao, wengine kwenye uchochoro. Sasa moja ya jukumu la shirika la viwango ni kufanya ukaguzi wa aina mbalimbali. Moja ya ukaguzi ni ukaguzi wa kushitukiza. Hili linahitaji sana ushirikiano wa wananchi. Umuhimu wa kuthibitishwa na TBS ni kwamba inatupa urahisi kwenye mauzo. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano hapa tuko wajasiriamali wengi ambao tunadili na hii bidhaa ya wine. Lakini wateja wengi wanaokuja wanaangalia kama ina kiwango. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimacus Apolinari, Channel 10. Mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA imewataka wakufunzi wake wanaoendelea na mafunzo ya ujuzi wa teknolojia za uchimbaji na ukuzaji thamani madini nchini Finland kuwa na uwanda mpana wa kuyapokea mafunzo hayo ili taifa liweze kunufaika nao katika kipindi kifupi kijacho. Tupate undani wa taarifa hiyo. Akiongea na wakufunzi hao katika chuo cha Reduudu kilichopo Rovaniemi nchini Finland, mkurugenzi mkuu wa VETA CPA Anton Kasore alisema lengo ni kuhakikisha kwamba tunaenda na mabadiliko, lakini pia tunaenda na kasi ya kuweza kuwasaidia Watanzania waweze kuvuka kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Kwa upande wake, kiongozi wa msafara wa wakufunzi hao, mhandisi Odiface Tarimo, akaweka wazi jinsi wakufunzi hao wanavyoenda kupata mafunzo kwa vitendo, huku baadhi ya wakufunzi nao wakieleza wanachotarajia kukipata kupitia mafunzo hayo. Na walimu hawa 8 wanaoenda kuhudhuria mafunzo hayo ya vitendo mgodini watafanya kwa wiki 3 wakiwa ndani ya migodi, kuweza kufanya prosesi zote za kuanzia kuchaji, kublasti, kuoperate mitambo mbalimbali ya madini, ili mwisho wa siku tunaporudi hawa ndo watakuwa mabalozi wazuri. Ni matarajio yangu kwamba ujuzi nitakaopata kwenye shughuli za migodini utanisaidia sana kuwa mmoja wa walimu watakaofanya mabadiliko makubwa kwenye mamlaka yetu ya ufundi stadi VETA. Ninafurahi pale ambapo ninaona sasa kumbe hata taaluma yangu inaongezewa baadhi ya mambo ambayo pengine nilikuwa siyafahamu, au pengine mengine nilikuwa ninayafahamu lakini kumbe nilikuwa nayafanya kwa namna ambayo natumia muda mrefu sana kuhakikisha kwamba labda napata matokeo ambayo ni mazuri. Kuringe Mongi, Channel 10. Juni mosi mwaka huu, msimu mpya wa ununuzi wa zao la ufuta kwa mwaka 2026 unatarajiwa kuanza rasmi mkoani Lindi, ambapo zaidi ya tani 50,000 za ufuta na tani 600 za mbaazi zinatarajiwa kupokelewa kutoka kwa wakulima, huku serikali ya wilaya ya Lindi ikifanya ukaguzi wa maghala ya kuhifadhia mazao hayo ili kuhakikisha yanakuwa sehemu salama. Taarifa zaidi na Aidan Muhando. Kufuatia kuanza kwa msimu wa ununuzi wa zao la ufuta, kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Lindi ikiongozwa na mwenyekiti wake ambaye ni mkuu wa wilaya hiyo Victoria Mwanziva inafanya ziara ya ukaguzi wa maghala makuu 4 ya chama kikuu cha ushirika Lindi Mwambao ili kuhakikisha mazao ya wakulima yanakuwa sehemu salama. Lengo kuu la ukaguzi wa maghala haya au ziara hii ni kuhakikisha kwamba maandalizi sahihi yamefanyika, na rai kubwa iliyotolewa kwa wasimamizi wetu wa maghala na waendeshaji wetu wa maghala ni kwamba tuhakikishe kwamba tunasimamia kwa weledi. Kuanzia tarehe 1 maghala ya vyama vya msingi yatafunguliwa kwa niaba ya kupokea mazao kutoka kwa wakulima. Lakini baada ya pale kupokea mazao kutoka kwa wakulima katika vyama vya msingi, moja kwa moja tunapeleka katika maghala makuu kwa niaba ya kupokea na kuanza kupeleka mnadani kwa ajili ya mauzo. Kuhusiana na uombaji wa leseni stakabadhi ya gara Rabbi nimeshatimiza vigezo
wafanyakazi wapo kazini na nimeshapata leseni siku ya jana tarehe 25. Kwa hiyo maandalizi yaliyobaki ni kwa ajili ya mambo ya usafi. Wakulima wa zao hilo wanasema wapo tayari kuingia sokoni. Kutoka hapa katika halmashauri ya Mtama wilayani Lindi mkoani Lindi, Aidan Mhando, Channel 10. Baadhi ya wakazi katika mji wa Bunda mkoani Mara wameomba mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Bunda BUWASA kutatua haraka changamoto ya upungufu wa maji na wakabili wananchi hao ili waweze kunufaika na huduma hiyo kama inavyotakiwa. Musa Makari ana taarifa zaidi. Wakazi hao wamesema licha ya kuwa na mradi mkubwa wa maji wa Nyabehu, lakini maji bado yanakatika kwa zaidi ya siku kadhaa na kupelekea wakazi hao kukosa huduma hiyo. Mji huu wa Bunda kwa sasa unapata huduma maji kutoka mradi mkubwa wa Nyabehu uliojengwa na serikali kwa gharama zaidi ya shilingi bilioni 10.5 huku ukihudumia wakazi zaidi ya 200,000. Kwa kweli wakati mwingine maji yanatupa shida. Yanakata hata bila taarifa, hata idara ya maji kutuandikia hata message hamna. Au maji yanakata yanamaliza kwa wakati mwingine mpaka wiki nzima. Kitu kingine ambacho ninachopenda kuwaambia, waangalie ufungaji. Kuna shida moja kwenye ufungaji wa mabomba. Kosa nyingine wanasema maji kuna bomba limefanyaje? Limeharibika, kuna utafutaji wa kulitengeneza, maji ni kama siku 3. Wananchi hao wanasema yapo mabadiliko makubwa katika sekta ya maji ndani ya mji huu wa Bunda, hivyo kuitaka serikali kukamilisha miradi ya maji haraka ili kuondoa changamoto za kukatika kwa maji. Maji napata masaa 24. Na kawaida ukipata maji lazima maji hayo nayo uyalipie ili upate huduma ya maji. Serikali na idara ya maji watujue si wananchi wao chini tunateseka. Kama mabomba yana ubora waweke yenye ubora zaidi. Kwa mujibu wa mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Bunda BUWASA kupitia mkurugenzi wake Esther Glioma, amesema changamoto katika maji ni kutokana na kupasuka kwa bomba kuu. Hivi ninavyoongea, mkandarasi ametekeleza mradi wa kuweka bomba la chuma ambalo litaendana na kuhimili pressure iliyopo, ambao mpaka sasa mradi umefikia 50%. Kutoka hapa halmashauri ya mji wa Bunda mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Naam, kufikia hapo hatuna ziada kutoka kwenye habari za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Eden Bahati, tunapata mapumziko mafupi. Atarejea hapa Esther Mtebe kutujuza habari za michezo na burudani.